Hiyo Mchopa, ukicheki katiba ya Simba ibara ya 22 ndiyo yaliokuwa mazungumzo au maelekezo ya mkutano uliofanyika. Na mkutano ule mimi nafikiri watu wengine hakuelewa, ni tafsiri tu. Malaki pale vitu ambavyo vilikuwa vikubwa ni ile kubadilisha mwekezaji na kuweka wawekezaji. Umeelewa? Naam. Na lingine ambalo lilokuwa zito pale, ambalo watu ambao wao walikuwa wanalisubiri, ni lile la yule mwenye 51% ndiye atakuwa mwenyekiti wa bodi. Sasa wengi pale wameona 51 ni wanachama, kwa hiyo obviously mwenyekiti atakuwa Mangungu. Sasa hapo unakuta kuna mtu ana mambo yake na Mangungu, lakini sasa katiba haisemi hivyo. Lakini sasa sisi ambao tulielewa hilo, tumeona kuna faida. Kwanza, mali zote za Simba zinakuwa chini ya hapana, sio mwenyekiti, zinakuwa chini ya wadhamini. Baraza la ina maana inakuwa chini ya Simba hiyo moja. Cha pili, tutaingiza wanachama. Wewe fikiria sasa hivi sisi toka 2017 hatujaingiza wanachama. Tumepoteza bilioni ngapi katika hilo? Lakini cha tatu, sisi kama Simba, kwa nini hatutaki kwamba wenzetu na wenyewe wenye kadi zile za nani za ambazo wanasema sio za wanachama waingie wanachama? Sasa pale kama kulikuwepo na tofauti ya makundi matatu. Kundi la kwanza lilikuwa lile kundi ambalo lina hangover ya uchaguzi. Umeelewa Na kundi la pili lilikuwa lile la machawa. Uliona sana hawa mnaowaita sijui. Kwa hiyo kundi la tatu la watu ambao tumeelewa, ambao ndio sisi. Tukishaweka pale wawekezaji watatu, ina maana pale sio tunaweka jina, tunaweka hela. Tukiona amelegea huyu, tunampata huyu. Yaani ni sawa, wewe usiamchopa wewe ni Muislamu. Sisi Waislamu hata mwanamke tunaanzaga na masna, tunakuja thalatha, tunakuja alba. Unajua maana yake? Sasa swala hilo hata Mungu kashalitengeneza, wewe unabishaji. Kama mwanamke huyu anasumbua, unampata huyu wa pili, akisumbua pili unampata watatu. Basi wewe maisha na utaishi vizuri sana. Lakini wana Simba hilo haelewi. Chopa, niambie. Kama mwenyekiti wa wanachama wa Simba matawi ya Temeke, wanachama wanasema vitu vimepitishwa, wao wakiwa hawana uelewa, na nyinyi viongozi wadogo mmeshindwa kuwaelewesha, mmepitisha vitu ambavyo si matakwa ya wanachama. Mimi nataka nikuulize swali moja. Simba kama Simba inaongoza na bodi, ndio unakubaliana na mimi? Uongozi wa juu ni wa bodi ya wakurugenzi. Bodi ya Mo ambayo aliochagua Mo, na bodi ambayo sisi tumepigia kura. Hiyo unakubaliana na mimi? Ndio, nakubaliana na wewe. Na katika matayarisho ya agenda hizo, uliwaona wajumbe wa bodi kutoka kwa Mo? Uliwaona? Hapana. Ukuwaona wamesimamishwa mpaka wamesimamishwa pale? Pale alikuwepo mtu mmoja anaitwa huyu mwenye mwalimu wa sheria huyu ambaye kachaguliwa na Mo. Alafu kuna mwingine naye amechaguliwa na Mo, walikuwepo. Na kabla ya mkutano huo walikaa wakazungumzia kuhusiana na katiba hiyo, wao ndio wameleta marejesho. Sasa mimi nakuuliza kitu kimoja. Mtu ambaye amechaguliwa na Mo na wewe ambao unajiita sisi, nani ambaye anajua mambo ambayo yapo kwa Mo? Yule ambaye alikuwa kwenye bodi ya Mo alomchagua yeye au wewe? Alikuwepo kwenye bodi, ndiye anajua zaidi. Hiyo umeelewa? Sasa hili kundi ambalo mimi naweza kusema kwamba wapo kwa ajili ya kujipatia mapato Simba. Lakini huisi mpasuko utaendelea na ile ambayo limefanyika alitaiweka Simba pamoja Fortunatus John? Sikiliza, swala la timu kufanya vizuri hilo ni lingine, na swala la uongozi ni vitu vingine. Kama kuna sabotage ambayo inaingia mpaka timu kufanya vingine, ndio maana tunataka tujiweke vizuri. Nafikiri hilo swala litakuwa vizuri kuliko hata mwanzo. Sababu hapo unapozungumza timu inafanya vizuri, Mangungu kama Mangungu ana 51%, Mo ana 49%. Lakini Mangungu mwanzo alikuwa hana full authority. Umeelewa?
kwa ajili ya Simba. Pamoja yeye katiba inataka yeye ndio na full authority kwa maana ya 51. Lakini ikifungwa Simba wanamtukana huyu Mangungu mwenye 51 ambaye hana authority. Sasa hivi ndio vizuri kumtukana Mangungu sababu atakuwa full authority wa Simba. Yeye ndio mwenyekiti wa bodi ya Simba. Kwa hiyo katika hilo tutamuuliza sasa Mangungu, bwana tumefungwaje? Lakini mwanzo mlikuwa mnamuonea tu mtoto wa watu huyu Matumbi akiwa